Yaani hakuna kitu ambacho ningetamani kama kifo cha Temba. Kiret. Unajua? Mimi ndo mmiliki wa hii game. Temba amekuja juzi tu. Lakini alipasua kichwa. Ananiumiza. Martin, hebu tulia kwanza bana. Tulia kwanza. Siwezi kurelax mpaka nihakikishe Temba anadondokea pua. Unajua hata mimi nilikuwa nakushangaa sana. Kwa sababu ulianza kusherehekea wakati unajua kazi bado. Na hapa ndo kwanza kazi inaanza. Ona nyeteme yangu yote mko upande wangu. Kwa sababu kila wakati Temba anakuwa mbele yetu. Sidhani kama ametangulia. Mimi nafikiri Temba alichanga karata zake vizuri. Na ndio maana wewe unaona kama ametangulia. Sijawahi kushindwa kabisa kwenye mchezo. Yoyote yule ambaye ananichezea anakwenda chini. Temba ni nani? Huyu Temba ni nani mpaka mimi ananiangaisha? Kinatakiwa kufanyia kitu kwa haraka sana. Mimi nadhani tayari utakuwa umeshachelewa. Bado sijachelewa. Hakuna mtu yoyote ambaye ananizidi ujanja kwenye hii game. Tutaona. Ila nahitaji new team. Nahitaji kujua hatua kwa hatua kila kitu ambacho Temba anachokifanya. Na nadhani kwa sasa nahitaji kukutana na waandaji wote wa vipindi. Naomba hii kazi uifanye haraka sana kadri uwezavyo. La sivyo tutatoa pesa zetu. Kwa sababu hatuwezi kuwekeza kwenye industry ambayo haina faida. Sio kwamba haina faida. Ila sio kama tunavyopata sasa hivi. Yes. Lakini sisi tunataka faida ya kutosha. Kwa sababu tunawekeza fedha nyingi na kwa kipindi kirefu. Yaani kwa namna yote ile lazima tupate faida kubwa. Sidhani kama tutawanyonya kama tulivyokuwa tunawanyonya. Martin, wakikosa pa kwenda, watarudi kwetu. Hii ni biashara. Na biashara ni kama karata. Unapaswa kuzichanga vizuri. Sasa sikia, hakikisha Temba anasimama ndani ya muda mfupi sana. Na hapo ndipo utaona fedha zetu zikitoka. Sawa. Nimekuelewa. Okay. Najua kuna kitu. Lakini lazima nijue kuna nini. Lazima. Hello? Uko wapi? Okay, vizuri. Na je, unamzungumziaje Job? Oh, sawa sawa. Mwenye nilikuwa nawaza hivyo hivyo. Okay, sawa. Hamna shida. Naomba unisaidie kitu kimoja. Chochote utakachoambiwa au utakachohisi, tafadhali niambie. Tafadhali. Asante. Asante. To be frank, yani najisikia faraja sana. Hata sijui nianze kukuelezea vipi, but I feel very very happy. Ni vizuri Tati, lakini mimi ningependa kujua, je, umefanya vipi mpaka kufikia malengo yako? I would say working hard bila kuchoka. Hakuna kingine. Yes, working hard bila kuchoka. Hongera sana, na kwa sababu umekuwa ni mfano bora sana wa kuigwa na wanawake wengi na wasichana Afrika. Asante sana. Hongera kwa hilo. Asante sana. Na pia kuna msemo unasema kwa kila mafanikio ya mwanamume basi kuna mwanamke anayejitambua nyuma yake. Naomba nililete kwa upande wako.
Personally, mimi sidhani kama huo msemo una apply kwangu. Okay. Kwa sababu mimi mpaka nimefika hapa nilipo. Sijatumia msaada wa mwanaume yoyote nyuma yangu. And kwa mara nyingi sana, I tend to say kwamba mapenzi ndo huwa yanachangia sana kufelisha kwenye maisha. Una uhakika kwa hilo? Of course, na nina mifano hai mingi tu. Kwamba watu wengi ambao wana end up kuwa failure, lazima wanakuwa wameendekeza mapenzi kwa namna moja au nyingine. Sawa Tati, basi mimi naomba nikushukuru kwa muda wako. Asante sana. Nimefurahi sana kuwa hapa nawe. Thank you very much. Yesu uko sahihi. Ipo sahihi. Sema tu kuna kitu kidogo hivi naona kama nakosea. Ila subiri, sasa hivi nakuonyesha kila kitu. Tulia. Hivi kwa nini hata kuniamini? Kila wakati unaona kama sielewi, kama sijui, yani. Sean, kwa sababu mimi ndo nilokufundisha ujinga wote ujue. So just wait. Umeona maza maneno yako tena? Tunatoka kupatana sasa hivi. Sasa hivi tunatoka kupatana. Lakini hamna shida. Endelea tu kunidharau. Mimi sina shida, no problem. Acha bwana. Endelea basi. Kwa hiyo ndo umepanic au? Hivyo. Wewe usiniambie huo ujinga. Ni wewe mwenyewe ulimleta hapa yule msichana na ukasema unataka kumuoa. Sasa kwa nini tena unasema umhitaji? Binti wa watu mzuri, mpole, mnyenyekevu. Alafu unaniambia unataka kumwacha? Hivi utapata wapi binti tena kama yule? Nimeamua kwa sababu naona mimi kwamba hanifai. Nilidhani umebadilika. Kumbe bado ni yule yule. Usiniletee ujinga. Nakwambia hivi, nenda ukajifikirie. Ukija hapa unipe sababu za kimsingi zinazokufanya wewe uvunje huo uchumba. Kama huna sababu za kimsingi, nakwambia hivi, utamuoa Priscilla. Na sitaki kuona mwanamke mwingine yote humu ndani. Okay, sawa. Kama hutaki kusikia mwanamke mwingine isipokuwa Priscilla tu humu ndani, basi naomba usikie na hili hapa. Kamwe sitakuja kuoa maishani mwangu. Temba. Naam. Uko sawa wewe? Niko poa. Sio Temba wewe ninayekufahamu. Baba, katika jina la Yesu, naomba uingie kwenye akili ya mtoto wangu. Ufungue vifungo alivyokuwa navyo. Vifungo vya mapepo, vifungo vya mashetani. Vifungo vyote. Ili mwanangu aendelee kuwa sawa. Nataka mwanangu awe katika akili yake timamu. Sikiliza. Nini? Nimeyafanya yote haya nikiwa na akili yangu timamu. Huna haja ya kuhangaika. Sihitaji kuombewa. Wewe siye Temba yule ninayekufahamu mtoto wangu mimi. Usinidanganye. Mama, I'm sorry. Nisamehe sana. Wewe ndio mtu pekee ambaye naweza kumweleza shida zangu zote. Lakini swala Priscilla, nitakupasua kichwa. I'm sorry.